Hebu mpe chakula kilichobaki jana. Chakula gani mpe? Mpe chakula na njaa huyo. Yaani mimi nitoe chakula changu ndani nije nimpe utakataka hii. Hivi unajielewa kweli wewe? Naomba niitie Juliet basi ndo ananipaga chakula na njaa. Una njaa eh? Huyo Juliet hayupo na kama una njaa nenda kale sehemu nyingine. Kwa hiyo nyumba zote ujaziona hapa ndo pakuja kula eh? Naomba unyonyoe miguu yako uondoke. Hapa hakuna chakula, hakuna nini. Si unaelewa? Naomba niache niongee. Kwa hiyo unapenda anapokuja huyo eh? Mimi simtaki kuona hata sura yake. Na hii leo iwe siku ya mwisho. Nikimwona tena hapa watu watakuja kuniona mimi mbaya. Naomba anyanyuke sasa hivi aondoke kabla sijakasirika. Naomba unuke uondoke. Nataka inuka kula kitu gani? Hebu kale mbele huko. Pumbavu nini wewe? Unakuja kutujazia nzi hapa. Alafu mbona unapenda kumwendekeza sana huko? Akija kikuta hii sura, asije kaomba chakula au kuomba chochote wala maji. Nanikizani vibaya kijira tu. Nadhani umesikia ulivyokuwa ndani alikuwa anachozungumza hapa mumeo. Umesikia eh? Ameshaanza kuhisi tayari. Kwa hiyo kinachotakiwa umakini uongezeke. Sawa? Umenielewa? Zile kutoka usiku kuongoza bwana. Sisi tukashtukiwa bure. Sawa? Etikia tu sawa. Nenda bwana, nenda bwana. Nenda. Halo. Niambie. Safi za kwako. Tatizo lako una haraka sana. Ili vitu vinahitaji haraka ni taratibu. Karibia na jambo na Mama anaenda kila kitu vizuri. Hadi dalali anakaribia kuja na yeye watoe mzigo kila kitu kiishe. Kwa hiyo nisikilize mimi nitakachokuambia niamini. Muda wote na saa yoyote tuna timka zetu. Yaani kijijini mbona mbali, sehemu fulani vya amazing iliyotulia. Wawili zetu kimya na pesa zetu. Yaani hapo tunakuwa yani mabosi watoto sijui mabosi. Yaani sasa sitaki kusema. Yaani kila kitu kishakuwa tayari. Baada kulipa tu hela na madalali sima ndo wanazingua. Ila yani karibia inalipiwa. Usijali. Sawa nakupenda.
Hivi mwenzetu mbona una furaha sana? Na good news. Nipe hizo habari za furaha. Basi hapa nimetoka kupokea simu ya dalali. Nimeambiwa kesho kutwa biashara inaenda kufanyika. Kwa hiyo sasa mpaka saa hizi mimi ni milionea ajaye. Kwa hiyo jukumu lako ni kutafuta sehemu nzuri ya kwenda kupumzika matajiri. Milionea nikatulize akili. Tule bata kwanza alafu mengine ndio yafuate. Yaani kama nakuona vile baba milionea. Ndio hivyo Mrs. Millionaire. Yaani kuhusu hiyo sehemu tu. Wala usijali, niachie mimi, yani faster tu. Kwa hiyo ameniambia nikupe wataniingizia mzigo. Kwa sio muda akaunti yangu inapungua. Benki tena. Hivi wewe hizo unazitaka au uzitaki? Nazitaka. Hivi unajua matajiri wanakuwa matapeli sana. Anaweza kukwambia na kuingizia hela benki na asikuingizie hela benki. Kwa sababu wewe unaona kwa kila kitu kule. Bwana umenisanua mapema. Ndio maana wanasema mbele ya mwanaume mwenye mafanikio nyuma yake kuna mwanamke mwenye akili. Ndio mwenye akili mwenyewe ndio wewe. Na mimi kesho mapema tutawapigia. Nitawaambia kesho kutwa waje nayo cash. Nione pesa yangu. Yaani hayo ndo maneno. Unataka uje na pesa hapa cash mkononi. Tukishamaliza tu tunaondoka zetu. Lakini sio kwenda kuweka hela benki.
Unaonaje huo muda? Kikweli muda ni mzuri. Enjoy Sana, unajua usiku ni mbaya sana. Sawa. Ni vyema tukaa tunatumia huu muda mara kwa mara. Maana usiku, si unajua usiku sio mzuri. Asija kashtuka. Ndio. Toto, unajua kunikosha? Sijui nimechelewa wapi kukupata.